Kisha tunaendelea kuimarisha makusanyo haya ili kiwango ambacho kinagaiwa kwa wadau hawa ambao nao hurudisha kwa manispaa ya Temeke na maeneo mengine mbalimbali kwa ajili ya huduma hasa za michezo kinaongezeka. Tunasimamia utaratibu wa kuhakikisha tunaendelea kukusanya mapato haya ili yawe na manufaa na tija kubwa zaidi kama ambavyo imekuwa ikitokea kwa wakati wote. Lakini hali kadhalika kwenye swali lake la pili kuhusiana na huduma mbalimbali, kwenye hili serikali imetoa zabuni kwa makampuni ambayo yanatoa huduma mbalimbali zinazofanyika katika uwanja wa Benjamin Mkapa wakati wa matukio yanayotokea pale. Tumetoa zabuni kwa makampuni ya ulinzi na makampuni ya usafi hali kadhalika. Kampuni za ulinzi tunao walinzi 25 pale, lakini tunao vijana 40 ambao wanafanya shughuli za usafi na wote hawa ni wakazi wa manispaa ya Temeke. Lakini hali kadhalika kuhusiana na kutenga kwa ajili ya watu wenye ulemavu moja kwa moja, hili ni wazo zuri na naomba nilichukue kwa ajili ya mashauriano na wenzangu kuona kama miongoni mwa vikundi vya wajasiriamali ambapo sasa hivi tunavyo vikundi 4 pale, kila kimoja kikiwa na wanachama 50, tuone kama tunaweza kutenga vikundi ambavyo vitakuwa vya watu wenye ulemavu kwa ajili ya kufanya shughuli mbalimbali panapokuwa na matukio kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa. Nakushukuru Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Abdallah Chikota, swali fupi la nyongeza. Nakushukuru mwenyekiti kwa kunipa nafasi. Mheshimiwa Mwenyekiti, uwanja wa Nang'wanda sijaona uliopo mkoani Mtwara ni miongoni mwa viwanja ambavyo vinaingiza mapato makubwa sana mechi inapofanyika. Je, serikali kwa kushirikiana na mmiliki wa uwanja huu ina mpango gani wa kufanya ukarabati mkubwa wa uwanja huu? Majibu Mheshimiwa Waziri. Nakushukuru Mheshimiwa Mwenyekiti na nimshukuru Mheshimiwa Chikota kwa swali zuri la nyongeza. Uwanja wa Nang'wanda sijaona haumilikiwi moja kwa moja na serikali. Ni uwanja wa miongoni mwa wadau wetu Chama cha Mapinduzi, na kama ambavyo nilishajibu mara kadhaa hapa, tunayo mazungumzo na Chama cha Mapinduzi kuona namna ambavyo tunaweza kuhakikisha tunaweza kuvifanyia ukarabati kwa utaratibu unaofaa viwanja vingi ambavyo vinamilikiwa na taasisi hii, lakini na kuona namna ambavyo mapato yatafanywa magawanyo baada ya uendeshaji kati ya Chama cha Mapinduzi na serikali ambayo itakuwa imefanya ukarabati wa viwanja hivi. Kwa hiyo uwanja wa Nang'wanda sijaona ni miongoni mwa viwanja ambavyo viko katika fikra zetu, na tutakapokubaliana na wamiliki wa kiwanja hiki ambao ni Chama cha Mapinduzi tutakwenda kukifanyia ukarabati na kuhakikisha kinakuwa katika hali nzuri kwa ajili ya kufanya shughuli za michezo. Tunaendelea na swali la Mheshimiwa Edward Kisau Olele Kaita, mbunge wa Kiteto. Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru kwa nafasi. Kwa niaba ya wananchi wa Kiteto tunaomba majibu ya serikali kwa swali 138. Majibu ya swali hilo Mheshimiwa Waziri. Nakushukuru Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Mwenyekiti, kituo hiki ni sehemu ya mradi unaotekelezwa na Shirika la Utangazaji Tanzania TBC kwa kushirikiana na Mfuko wa Mawasiliano kwa Wote UCSAF. Hadi kufikia tarehe 14 April 2026, ujenzi na ufungaji wa miundombinu ya mitambo ya redio katika kituo hiki umefikia 90% na unatarajiwa kukamilika ifikapo mwezi wa 6 mwaka huu wa 2026. Mheshimiwa Edward Olele Kaita. Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru na nipongeza serikali kwa majibu mazuri, mafupi, safi. Sasa swali dogo tu la nyongeza. Mheshimiwa Naibu Waziri, kwa siku ambazo sio nyingi sana, ni lini uko tayari tutembelee Kiteto ili tuweze kumonitor mradi huu muhimu sana kwa wananchi wa Kiteto? Majibu Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Mwenyekiti, nishukuru kwa swali zuri la nyongeza la Mheshimiwa Olele Kaita, mbunge wa Kiteto, na nimpongeza kwa kazi kubwa anayoifanya kuwapigania wana Kiteto. Hili la kuambatana naye kwenda Kiteto wala sio swala la mjadala. Utakapokuwa tayari Mheshimiwa mbunge, wewe unifahamishe, tujadiliane kuhusiana na ratiba ya bunge na shughuli nyingine za serikali, tufunge safari kwa ajili ya kwenda Kiteto. Asante. Nakushukuru sana Mheshimiwa Naibu Waziri kwa majibu hayo waheshimiwa kutoka Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo. Tunaendelea sasa na Wizara ya Uchukuzi. Mheshimiwa Margaret Simwanza Sita, mbunge wa Urambo, ulize swali lake. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Naomba sasa kwa niaba ya wananchi wa Urambo, swali langu namba 139 ipatiwe majibu na serikali. Majibu ya swali hilo Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Mwenyekiti,
Kwa niaba ya Waziri wa Uchukuzi, napenda kujibu swali la Mheshimiwa Margaret Mwanza Sita, mbunge wa Urambo kama ifuatavyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali inatambua umuhimu wa kuimarisha ulinzi na usalama katika kiwanja cha ndege cha Urambo na hivyo inakubaliana na pendekezo la ujenzi wa uzio katika kiwanja hicho. Katika hatua za utekelezaji wa swala hili tayari limejumuishwa katika rasimu ya mpango mkakati wa Mamlaka ya Viwanja vya Ndege Tanzania TAA kwa miaka 5 ijayo ili kuwezesha upangaji na upatikanaji wa rasilimali fedha kupitia bajeti ya maendeleo kwa ajili ya utekelezaji wa miradi ya ukarabati, uboreshaji na upanuzi wa viwanja vya ndege nchini. Mheshimiwa Mwenyekiti, aidha serikali kupitia TAA inaendelea kuchukua hatua mbalimbali za kuhakikisha kiwanja cha ndege cha Urambo kinaendelea kuwa salama. Hatua hizo ni pamoja na utekelezaji wa maelekezo ya kitaifa kuhusu ulinzi na usalama wa viwanja vya ndege pamoja na kuimarisha ushirikishwaji wa wananchi wanaozunguka eneo la kiwanja kupitia dhana ya ulinzi shirikishi. Mheshimiwa Mwenyekiti, vilevile kiwanja hicho kinamiliki hati ardhi, jambo linalosaidia kulinda mipaka yake dhidi ya uvamizi na matumizi yasiyoidhinishwa, hususan katika mazingira ambayo kiwango cha shughuli za kiuendeshaji bado ni za chini. Serikali itaendelea kuchukua hatua stahiki kadri itakavyohitajika ili kuhakikisha usalama na maendeleo endelevu ya miundombinu hiyo muhimu. Mheshimiwa Margaret Mwanza Sita. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Kwanza namshukuru Mheshimiwa Naibu Waziri kwa majibu mazuri ambayo yametupa matumaini sisi wananchi wa Urambo. Naomba niulize maswali mawili kama ifuatavyo. Kwanza natanguliza ombi maalum. Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa Waziri, Naibu Waziri alipokuwa kijibu ameeleza wazi kabisa kwamba serikali inatambua kwamba ule uwanja ni muhimu na ni wa kihistoria na tayari wameshauweka katika mpango wa maendeleo. Naishukuru sana serikali kwa kutambua hivyo. Naomba sasa kwa niaba ya wananchi wa Urambo, ujenzi wa uzio wa uwanja wa ndege wa Urambo uwekwe katika bajeti ya mwaka 2026-27. Swali la pili, kwa kuwa uwanja wa ndege wa Urambo uko katikati ya mji na kwa msingi huo unachangia muonekano wa mji, je, serikali iko tayari kuweka utaratibu maalum wa usafi wa uwanja na ulinzi? Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa majibu. Mheshimiwa Mwenyekiti, namshukuru Mheshimiwa Margaret Sita kwa maswali yake mawili ya nyongeza ambayo kimsingi hoja yake ya kwanza